Hawa ni maafisa wa jeshi la polisi mkoani Tabora wakiongozwa na kamanda wao kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Richard Abwao, ambapo wamefanya mazoezi ya kawaida ya mwendo wa pole na haraka katika mitaa ya Tabora wakiwa na magari ya doria, mbwa na silaha za moto, na hapa kamanda huyo anatanabaisha dhima ya kufanya hivyo. Hii ni ITV Digital na mimi ni Apollo Benjamin. Tunafanya mazoezi tukiwa na utayari wa kuwafanya muwe salama wakati wote. Kuelekea kwenye kipindi cha uchaguzi mkuu tarehe 29, tunataka kuhakikishia kwamba mkoa wa Tabora uko salama, utakuwa salama, uchaguzi utafanyika kwa usalama, na baada ya uchaguzi tutauacha mkoa wetu ukiwa salama. Hilo ni hakikisho ambalo jeshi la polisi mkoa wa Tabora tunalitoa kwenu, mkatimize haki yenu ya kikatiba ya kupiga kura kwa usalama, na baada hapo kila mtu arudi nyumbani. Lakini ni wasii na kuwakumbusha, hususan kundi la vijana, msijihusishe na uchochezi wa aina yoyote unaweza kufanyika kwenye mitandao ya kijamii. Hilo ni kosa la jinai na utachukuliwa hatua za kisheria endapo utabainika kufanya jambo hilo. Tusijihusishe, tusiogope kwa maneno yote yanayosemwa ya kiuchochezi. Amani ipo ndani ya mkoa wetu wa Tabora na tunawahakikishia kwamba mkoa utaendelea kuwa salama. Kama mnavyotuona, tuko na utayari wa kutosha. Jeshi la polisi litatimiza wajibu wake kwa kuheshimu sheria na taratibu za nchi zilizopo. Watu wa Tanzania, msitishwe. Mtu asiwatishie maisha. Huyu mkubwa wa jeshi la mapolisi asitishie watu wa Tanzania maisha. Mama Samia, mimi nakwambia hivi, kama unataka kuharibu nchi, jaribu hiyo kitu unataka kufanya. Kila mtu anaruhusiwa kwenda maandamano. Imechorwa kwa katiba. So usijidanganye ulete mapolisi hiyo siku tarehe 29 mwezi wa 10 huu mwezi mwaka 2025. Ulete mapolisi waanze kupiga watu. Mama Samia, utaenda ICC wewe, utaenda Hague wewe. So watu wa Tanzania, tokeni nje. Kama hujafurahia, toka nje uende maandamano. No reform, no election. No reform, no election. Tokeni nje. Mbona huyu Samia hataki kuleta reforms? Mbona hataki? Alafu mbona anafunga Lissu? Lissu amefanya nini? Ati ako na kesi ya uhaini. Amefanya nini Lissu? John Heche amefanya nini? Deputy party leader wa Chadema. John Heche amefanya nini Tanzania? Amefanya nini? John Heche alikuwa anataka aende kwa mazishi ya Raila Amolo Odinga. Alikuwa anataka kuenda, akazuliwa pale. Akazuliwa na immigration officers pale Hispania. Akishazuliwa, vijana wa Kenya wakaenda kumtoa. Sasa kutoka hapo Samia Suluhu amemwekea nini? Chuki. Samia Suluhu anawinda John Heche kama mnyama. Hakuna kitu kama hiyo. Mama Samia, umeteka watu nyara hapo Tanzania. Wengine wanapatikana wamekufa. Alafu wakati John Heche alienda kotini kufuatilia kesi ya Tundu Lissu, John Heche alishikwa pale na mapolisi. Tuliona hivi. Ilionekana John Heche alishikwa na mapolisi na pickup double cabin. Kila mtu aliona hiyo pickup, hiyo gari. So Samia, usitudanganye hatujui penye John Heche yuko. Utuambie penye John Heche yuko, Tundu Lissu achiliwe. Utaribu Tanzania. Unajua wanajeshi wa Tanzania wanakuangalia tu. Hawataki kuongea, wanakuangalia tu, lakini wanajua wanafanya nini. So Mama Samia Suluhu, kama unataka amani hiyo hapo Tanzania, ama unataka nchi yako ikuwe na amani, usijaribu kuguza mtu siku ya tarehe 29. Kama mtu ameona
hii kitendo kinafanyika, sio hivyo, sivyo. Anaruhusiwa kufanya maandamano, lakini hii yako ya kutishia watu na jeshi, mapolisi wanatembea na magari kila mahali. Watu wa Tanzania msitishwe, nendeni maandamano, mbadilishe nchi yenu. Mama Samia amewazoea sana. Wakati hayati John Pombe Magufuli alifariki, Mama Samia alifanya sherehe kwake. Alishangilia. Baada ya kushangilia ndiye akakuja, ameacha Tundu Lissu, ameacha John Pombe Magufuli hapa Kenya, Nairobi Hospital, pale Lee Funeral Home. Yeye anaenda sherehe kwake, ndiye atoke nje, aanze kuzunguka Tanzania. So wacha niwaambie watu wa Tanzania, hii ndio time yenu. Kama hamtaamka, my friend, hii nchi yenu itasambaratika. Wengine ndio watafanya nini? Wengine ndio watabenefit. Alafu huyu jamaa anaitwa Benjamin Mkapa na huyu Mwinyi huyu. Yaani hawa former president ndio wanaharibu Tanzania. Na Watanzania lazima mchunge sana na hawa former president. Mchunge sana. Asanteni sana kwa majina. Mimi naitwa William Jahom from Kenya. Hiyo siku tarehe 29 mwezi wa 10 mwezi huu tuko hapo Tanzania, bumper to bumper. Huyo Samia Suluhu atatuambia yeye ni mama aina gani hiyo siku. Yeye hajazaa, si amezaa. Hiyo siku atatuambia yeye ni nani.